Mchezo uliopita tunaangalia kuelekea katika mchezo huu, Simba walipokutana na Young Africans walifungwa goli 2 ndani ya dakika 15. Pengine leo tutarajie pengine Young Africans akijimarisha maeneo gani kuelekea na udhaifu alioonyesha kipindi ambacho walikutana naye katika ligi kuu ya NBC Premier League pale Meja Jenerali Samuel. Kwanza huu ni mchezo mwingine kabisa na ni siku nyingine kabisa, na utakuwa na approach ambayo ni tofauti kabisa na mazingira pia ni tofauti kabisa. Kwa hiyo usitegemee kuona udhaifu ambao Simba walionyesha siku ile au Yanga ukaenda kujitokeza kwenye mechi ya kesho, kwenye mechi ya leo. Sasa hiyo I think ni mchezo ambao utakuwa ni mgumu, na kwa taswira ilivyo pia itakuwa ni tofauti na mchezo ambao unaozungumza ule mchezo wa mabao mawili kwa mawili. Na ukijaribu kutizama timu zimetoka kwenye pre-season, kwa maana kwamba kujiandaa kuelekea kwenye msimu unaokuja, na ni mchezo ambao kwangu mimi naona ni mgumu. Unajua timu zote mbili zina qualities, zina ubora. Kinachotofautiana ni namna tu ambavyo mazingira yalivyo, kwa maana ya Young Africans wana mwalimu mpya na wana wachezaji ambao ni wapya kwenye kikosi chao wengi, kama ambavyo Simba wanao wachezaji wapya, lakini kwa Simba wenyewe wana mwalimu yule yule na wachezaji wao ambao walikuwepo msimu uliopita wengi manake bado wapo kwenye kikosi chao. Kwa hiyo unaweza kuwa unapata picha ya kwamba huenda Simba wana advantage kidogo kuelekea kwenye huu mchezo. Kwanza ni kwa sababu muda wa kupumzika kuja kwenye huu msimu mpya ulikuwa ni mdogo sana, na nadhani wachezaji walipumzika siku zisizozidi 21, yani hazikufika wiki 3 kwa kumbukumbu zangu. Kwa hiyo maana yake mchezo wa mwisho kabisa ambao ulikuwa unatamatisha mashindano kwenye msimu uliopita ulichezwa kwenye wakati ambao haukuwa muda mrefu sana. Kwa hiyo kitu ambacho unaweza kuwa unapata taswira hapo ni kwamba yawezekana hizi timu mbili zote Simba na Yanga hazijapumzika muda mrefu, zimekuja kwenye pre-season. Kwa hiyo kuna kitu fulani ambacho hawajakipoteza sana kwenye mapumziko ambayo wameyapata. Sasa Simba wanapata faida kwa sababu mwalimu ni yule yule na wachezaji hawajakaa sana kwenye mapumziko. Kwa hiyo maana yake kuna muendelezo fulani mzuri ambao wanaweza wakaupata kwa sababu mwalimu ni yule yule, maana yake kwenye uwanja wa mazoezi vitu vingi havijabadilika. Kwa hiyo inawezekana Simba kwenye namna ambavyo walimaliza kwenye msimu uliopita tukawaona kwenye mchezo wa leo wakaendelea vile vile. Na Simba ni timu ambayo kwenye msimu uliopita kwenye ile duru la pili walimaliza ligi wakiwa timu bora kuliko timu yoyote kwenye ligi. Kwa hiyo una expect kwamba kama ni hivi na mazingira yalivyokuwepo hapo kwenye kipindi cha mapumziko na pre-season, kwa maana ya muda kuwa mchache sana, maana yake Simba wana hiyo advantage kwenye mchezo wa leo, tofauti na Yanga ambao kocha ni mwingine. Lakini kuna baadhi ya maeneo ambao unaona ni key kiwanjani, inawezekana pia Young Africans wakabadilisha wachezaji wakacheza wachezaji wapya. Kwa mfano kwenye eneo la midfield hapo ambapo of course Ngoma alicheza kwenye ile mechi, unaweza kutegemea kumuona kwenye mchezo wa leo, ingawa pia hata Yanga wanaweza wakaamua kuanza na kikosi almost cha wachezaji wengi ambao walikuwepo kwenye msimu uliopita, kwa sababu muda wa pre-season ulikuwa ni mchache. Kwa hiyo mwalimu anaweza akawa anahitaji kuchezesha wachezaji ambao wanafahamiana vizuri kwenye timu yao. Lakini honestly ukiangalia mazingira, Simba wana faida kwa sababu ya yule mwalimu ambaye alikuwepo kwenye msimu uliopita. Na hata ukitazama mchezo uliopita ambao Simba walicheza kwenye siku yao ya Simba Day, vitu havikuwa tofauti sana kwenye namna ambavyo timu ina operate kiwanjani. Kwa hiyo inakuonyesha kwamba ni muendelezo tu wa msimu uliopita kuja kwenye msimu huu. Kwa namna ambavyo umewatazama katika matamasha yao Simba na Yanga, pengine unaona nini cha tofauti kwenda kutokea katika game ya leo? Kwanza kwa upande wa Simba kama nilivyozungumza, vitu vya tofauti havikuwa vingi sana kwenye namna ambavyo timu inatengeneza maumbo na miundo kiwanjani, almost ilikuwa ni vile vile na kile ambacho kinatokea msimu uliopita. Lakini the same kwa wachezaji kwenye namna ambavyo walikuwa wana operate kwenye maeneo mbalimbali, hakukuwa kuna utofauti mkubwa sana. Na ukijaribu kutizama kwa Simba ambacho kiliathiri performance kwenye ule mchezo ilikuwa ni mabadiliko ya wachezaji, kwa sababu siku ile ilikuwa ni mechi ambayo ni ya maonyesho. Kwa hiyo kila mchezaji lazima acheze. Sasa sometimes inacheza combination ya wachezaji ambao hawajawahi kucheza. Yaani kwa mfano kwenye midfield una Ibrahim Jabal, una Yusuf Kagoma, alafu pembeni yao let's say una Neo Maema au una Chama. Unaelewa? Ni wachezaji ambao kwa utatu wao hawajawahi kucheza wakiwa pamoja. Kwenye eneo la ushambuliaji si upande mmoja una Keletso, si una Chama katikati, upande wa huku na Bakari Msimu. Kwa hiyo kuna namna ambavyo ku measure performance kwenye ule mchezo kilikuwa ni kitu ambacho hakiwezekani. Unaona, na sababu ni hiyo kwamba siku ile ni kama vile mwalimu alikuwa ameamua kwamba wachezaji tu waonekane, na honestly sitegemei kuona kile ambacho kitokea kwenye ule mchezo labda kitokee kwenye mchezo wa leo, kwa sababu kwa Yanga sasa
Of course hicho ambacho nimezungumza pia kiliathiri, kwa sababu pia wachezaji wengi ambao walicheza kwenye ule mchezo walicheza dakika chache chache, na sometimes walikuwa wanacheza kwenye combination ambazo zilikuwa ni tofauti. Kwa mfano kwenye midfield Ngoma alicheza, ni mchezaji mpya. Mwijage alicheza, ni mchezaji mpya wa Stara Max, sio kama unaelewa. Wampata muda mchache wa pre-season, kwa hiyo unaona kimuunganiko timu inaweza kawa lazima ita struggle kiwanjani. Kwa hiyo kuelekea kwenye mchezo wa leo, kusema ukweli, ni ngumu kuzungumza ni namna gani Young Africans wanaweza wakaenda kuingia tofauti na Simba, kwa sababu Simba tayari mwalimu tunajua nini ambacho anakitaka, na hata kwenye ule mchezo kuna picha fulani ambayo tuliiona ya kiuchezaji ni ile ile na msimu ambao umetoka kuishi. Pengine hukuweza kumuelewa hata kidogo mwalimu wa Young Africans ya mbinu zake. Kuna vitu niliviona. Unajua, ukizungumzia tabia za mwalimu anavyotaka timu yake icheze, ambacho huwa tunaangalia ni vitu vya kujirudia rudia ambavyo vinatokea kimuundo. Yani let's say kila mtu unamuona Yao Kwasi anapanda. Sawa? Kila mtu unamuona Yao Kwasi anapanda. Let's say beki wa upande wa kushoto hapandi, anatulia kwenye ile back four. Hiyo unaona ni tabia ambayo kwa hiyo unajua sasa mwalimu kiendo ambacho anakitaka. Sasa ukijaribu kuangalia Young Africans kimuundo, siku ile kwanza walianza mechi wakiwa wanacheza kwenye mfumo wa wachezaji 4-3-3. Timu ikiwa ina mpira walikuwa wanabadilika, kwa maana ya muundo unabadilika kuwa wachezaji watatu, mmoja, watatu, halafu watatu, mmoja juu tena. Na hiyo ilikuwa inasababisha sasa timu inaunda shambulizi na wachezaji wa 4, kwa maana watatu wa kwanza ambao ni mabeki wawili wakati pamoja na beki mmoja wa pembeni ambaye alikuwa ni beki wa kushoto, then Yao anapanda kwenda juu, unanielewa eh? Then kwenye mstari wa pili maana kuna Ngoma peke yake ambaye kwa kiasi kikubwa nyuma yake kuna Mwijage pamoja na Max ambao walikuwa wanatengeneza engo kwa ajili ya receive pass kama shambulizi ndio linakuwa linajengwa. Kwa hiyo walikuwa wana faida ya kuwa na wachezaji kama 5 hivi mpaka 6 ambao wanalishambulia boksi la mpinzani. Timu bila mpira walikuwa wanazuia kwenye wachezaji 4 wawili. Unaelewa eh? Lakini sasa changamoto ilipokuwa inakuja ni kwenye kumeasure hiyo performance sasa ya timu. Ilikuwa inautendea haki vipi hiyo miundo? Ilikuwa inaitendea haki vipi hiyo miundo ya kiwanjani? Sasa hiyo ilikuwa inaathiriwa na wachezaji kubadilika. Sio kama unaelewa. Yaani kwenye backline sio anatoka Bakari Mwamnyeto na Komara, sio anaingia Boka anacheza na nani na Baka. Ni vitu vya tofauti. Kwa hiyo kuna namna ambavyo mimi kupima performance kwenye ule mchezo ilikuwa ni ngumu, kwa sababu kuna vitu ambavyo vilikuwa vinaathiri moja kwa moja. Kauli ya Haji Sunday Manara amezungumza akifanya interview na moja ya kituo cha redio, akizungumza kwamba kama Simba wasipokuwa makini pengine na fullbacks wa Young Africans, huenda ndo watu pekee wanaweza kuwasiri katika mchezo huu. Pengine unaungana na kauli hii kwamba Young Africans fullbacks wao wako imara zaidi kuliko wa Simba? Kwanza kwenye football tunasema kwamba eneo ambalo unahisi uko imara zaidi ndio eneo lenye udhaifu. Ukiangalia Young Africans kweli wana fullbacks wa pembeni ambao wanaweza wakashambulia nafasi, waka overlap na wakaleta madhara wakiwa kwenye hafu yako. Lakini rejea kwenye ule mchezo ambao nimekuambia wa kilele cha siku ya Mwananchi, kuna goli ambalo lilitokea na lilitokana na Yao Kwasi kwa off position. Bao la kwanza, Yanga wanaanza mpira, Kwasi ameshavuka mstari wa katikati ya kiwanja, Okelo anapoteza mpira, pasi inapigwa kwenye upande ambao Yao Kwasi hayupo. Strength ya Yanga kwenye kushambulia wanawategemea hao mabeki wa pembeni, lakini wakishashambulia maana kuna gaps wanaacha hapo, sasa ndio kuna weakness. Kwa hiyo leo timu zote mbili zinapaswa kuwa makini kwenye namna ambavyo wachezaji watakuwa wanahama kwenye positions. Kwa mfano hawa mabeki wa pembeni wa Young Africans wanapohama, lazima kuwe kuna mchezaji ambaye ana monitor kwamba hili ni eneo ambalo pia wapinzani wanaweza wakalitumia kwenye transition na wakatuadhibu kama ambavyo waliadhibiwa kwenye ule mchezo. Lakini the same kwa Simba na wenyewe, unajua mwalimu Steve Barker pia anapenda mabeki wake waongeze namba kwenye eneo la mpinzani. Kwa kama wanapenda, maana yake timu ikiwa na mpira lazima watakuwa mara nyingi off position. Sasa mnatakiwa kuweka muundo ambao utakuwa ni mzuri kuhakikisha kwamba timu inapopoteza mpira inakuwa safe. Unaelewa? Kwa hiyo nadhani alichokizungumza Haji ni cha ukweli kabisa kwamba Yanga wana hiyo strength. Lakini kwenye football tunasema kwamba sehemu ambayo wewe unahisi una uimara sana, hapo inaweza kutumika kama weakness yako. Yeah. Na kuelekea katika mchezo huu, moja ya vitu ambavyo mashabiki huwa wakililia zaidi ni maamuzi ya waamuzi, marefari. Na kutokana na leo video support itakuwa pengine tarajie pengine
Arajiga pengine akitenda haki zaidi kuliko baadaye tuje kusikia mambo ya madhaifu ya kibinadamu? Kwanza Arajiga ni moja kati ya referees wazuri kwa Tanzania hapa, lakini teknolojia haiji kufuta kabisa makosa ya kiuamuzi kiwanjani, inakuja kusaidia kupunguza makosa yaliyopo, kwa sababu ile sio 100% inaendeshwa na teknolojia. Yani kwamba hata maamuzi yanafanywa na teknolojia, maamuzi yanafanywa na watu ambao wanaitazama hiyo teknolojia. Kwa hiyo sasa leo itafuatana na namna ambavyo utendaji kazi wa Arajiga pamoja na wale wanaomsaidia kwenye namna ambavyo wataweza kuitumia teknolojia kuifanya mechi ikawa haina makosa na kukawa kuna usawa kwenye maamuzi. Kwa hiyo kwangu mimi kuja kwa hii teknolojia kwenye ligi yetu I think ni kitu kizuri sana, lakini mwisho wa siku hatupaswi kuacha kuendelea kuzalisha waamuzi ambao wana ubora mkubwa, kwa sababu wenyewe ndio watakuwa wanaamua. Yani video assistant referee au VS haiamui, sio kama unaelewa, yenyewe inamsaidia muamuzi kufanya maamuzi bora. Kwa hiyo referee anaweza kaenda pale kwenye ile monitor akaangalia akaona kabisa kuna mchezaji ambaye amecheza foul lakini asiweke. Sasa hapo imekusaidia nini? I think ubora wa waamuzi ndio kitu ambacho tunapaswa kukilenga zaidi, ingawa hii ni teknolojia ambayo inakuja kutusaidia. Kwa hata mchezo wa leo I think ni mchezo ambao una taswira kubwa kwenye football ya Tanzania. Kwa hiyo waamuzi pia wanatakiwa kuact kwa namna ambayo itakuwa inatusafisha pengine sisi watu wa mpira kwenye namna ambayo tutakuwa tunatazamika, kwa sababu mwisho wa siku mchezo wa mpira wa miguu hauwezi kuwa mzuri kama watu wote ambao wanahusika na mchezo hawatawajibika sawa sawa. Tena referee ni mtu wa muhimu sana, kwa sababu yeye anaweza kaamua kabisa timu ishinde au ifungwe, anaweza kaamua sio ni goli, anasema sio goli, unaelewa. Kwa hiyo I think wanapaswa kuhakikisha kwamba wanakuwa weledi kwenye mchezo wa leo. Ukipewa nafasi ya kutabiri pengine game ya leo, unaona nani anaondoka na ushindi kwa kutabiri? Sasa kwa mazingira yalivyo, I think Simba wana nafasi ya kushinda mchezo. Yani sisemi kwamba Yanga hawana nafasi, lakini Simba wana nafasi kubwa ya kushinda mchezo. Sababu ni zile zile. Simba walimaliza msimu uliopita wakiwa na ubora mkubwa kuliko timu yoyote. Kocha wanaye yule, wachezaji wao bora bado wamebaki kwenye timu. Kwa Young Africans wachezaji wapo. Ingawa kuna baadhi ya wachezaji wameondoka, kwa mfano kama Prince Dube hayupo, ambaye alikuwa ni mmoja kati ya wachezaji bora kwenye timu yao, lakini pia Paco Mzuzu hata kuwepo. Lakini sasa Young Africans kinachoongezeka pia kocha ni mwingine. Kwa I think kwa mazingira hayo ukiangalia Simba wana nafasi ya kushinda mchezo, lakini sio kwamba Yanga hawana nafasi ya 100%. Kwa hiyo naweza nikaiweka 65% za Simba, 35% za Young Africans. Nikushukuru sana kijana. Asante.